Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimerudi tena kuwaletea nyota namba 4 kama tulivyoona huko mwanzoni katika nyota namba 1, namba 2 na namba 3. Leo tuko katika mlango wa 4 ambao ni nyota namba 4, Sultan wal Qamar. Kwa majina naitwa Sheikh Sultan Almasi Mbogo. Hii ni elimu ya kifalme. Mimi na nyinyi tujifunze leo elimu ya siri inayopambanua baina ya ghaibu ya Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Bila kuchelewesha muda, niende moja kwa moja kwenye mada. Nyota namba 4 ni nyota ya Qamar, yaani nyota ya mwezi. Ni nyota inayotoka katika mkono wa kushoto, inayoishi katika mkono wa kushoto. Siku yake ya bahati ni Jumatatu na nuksi yake ni Jumapili. Malaika anayetawala katika nyota hii anaitwa Jibril, na rohani anayetawala katika nyota hii anaitwa Mar'ati. Kama tumevyoona kwamba siku ya nuksi ni Jumapili na Jumatano, umbo lake la nyota hiyo ni umbo lenye mkusanyiko, na ni umbo ambalo linapendwa au linazungukwa na wanawake wengi sana ambao waliolaaniwa, yani maumi subiani, wanakuwa ni watu wa karibu. Kinga yake katika nyota hii ni kinga ambayo ni majina ya Mwenyezi Mungu, ndiyo yanaweza kuwa ulinzi katika nyota hii. Nyota hii ina nguvu ya maji. Ni nyota ya mwanamwali, inaitwa Sultan wal Qamar. Sifa na tabia za mwenye nyota namba 4. Mwenye nyota namba 4 ni mpole, ni kipenzi cha watu. Ukiwa ni mwanamke, rafiki zako wengi ni wanawake, ni wanaume na watoto. Na ukiwa ni mwanaume, rafiki zako wengi ni wanawake na watoto. Mtu wa namna hii ni mtu mpole, mnyenyekevu, mtulivu. Hapendi sana mkusanyiko wa watu, hapendi kelele, hapendi maneno mengi. Anapokuwa na mawazo yake hupenda kujitenga. Hapendi kuingia katika harusi au misiba ya watu akawa katikati. Ni mtu anayejipenda sana. Muonekano wake wa mbele za watu, anaonekana ni mtu mwenye kuringa, mwenye kujisikia. Ni mtu ambaye hapendi kuzurula ovyo. Anapenda kukaa ndani tu, na akitokeza watu wote humtaja jina lake au humtafuta jina, yuko wapi. Anapokuwa ndani hakuna anayemtafuta wala kumwaza. Wanahisi tu au wana hamu ya kumuona wakati wote. Mtu huyu nyota yake ina nguvu sana, kwa sababu hii ni nyota ya uongozi, ni nyota ya mali pia, ni nyota ya mtu mwenye akili nyingi sana au mwenye mawazo makubwa. Hujitenga peke yake na kufikiria vitu vikubwa. Anatamani kuwa tajiri au kiongozi mkubwa atakayekusanya watu wengi wasiojiweza na aweze kuwasaidia mmoja baada ya mwingine. Ni mtoaji pia. Ni mtu ambaye analewa au anauguzwa na mapenzi. Ni mtu anayependa kudekezwa, anayedeka na anayependa kuzira. Ukimfanyia kitu kidogo anaringa. Ana hasira za kulia. Unapomfanyia mabaya huweka katika moyo. Nafsi yake inaanza kuuma, inanyongonyea, na mwisho wa siku anatoa machozi. Akipata machozi ndipo anapata ahuene na pumzi inakuwa imetulia, na anaweza kuendelea na maisha yake mengine. Mtu mwenye nyota hii ya Qamar anapokasirika na kuamua kusema, basi husema maneno mengi sana, magumu, tena yenye hatari kubwa sana. Na anahakikisha hasahau hata kama ni la miaka 10 uliwahi kumtendea, atakumbuka kila kitu hata kama ni kwenye umri mdogo. Anakuwa kama bahari inayochafuka, huwa haibakizi mizigo yake katika maji. Mtu huyu ana ugonjwa wa tumbo. Tumbo lake linauma chini ya kitovu. Ni mtu anatembelewa na mshipa au michango. Kama ni mwanamke, damu ya hedhi itamletea maumivu makali katika tumbo. Mimba na kujifungua kutamletea shida katika tumbo.
Hata kama ni mwanamume pia, chini ya kitovu yake kuna shida, na hata kwenye utupu wake, ni mtu hupoteza nguvu za kiume, aidha kupata nguvu za kiume nyingi kwa baadhi ya nyakati. Yaani kuna siku anakuwa vizuri sana kuliko kawaida yake, na kuna siku anakuwa vibaya sana kuliko kawaida yake. Mtu huyu anapaswa kuishi katika mazingira ya usafi, anapaswa kuvaa mavazi ya peke yake, asipende kuchanganya mavazi yenye rangi nyingi au yenye kung'aa sana, au mavazi ambayo yatakaovaliwa na watu wengi. Lazima atakuwa anaifunga nyota yake. Anapaswa kuwa yeye ni kiigizo chema kwa watu. Kila kinachovaliwa na yeye au kinachokusanywa na yeye, watu wapate kuhadithiana, waige kutoka kwake. Mtu mwenye nyota hii ni lazima amiliki pete ambayo itakuwa ina kito cha blue bahari. Pete hii ni pete ya silver. Ni lazima awe ni mtu mwenye ndoto kubwa sana, na ni mtu anatambaliwa na majini wenye elimu kubwa. Anatambaliwa na mizimu yenye nguvu ambayo inamuotesha ndoto za kupaa, ndoto za kuruka, za kupanda milima, kupambana vita zisizoisha, ndoto za ushindi, ndoto za mafanikio, na ndoto za ufanisi mkubwa wa kielimu, na mara nyingi huandamwa sana na watu. Mtu huyu hupenda mpenzi ambaye mwenye sauti ndogo, nyororo, mwenye uwezo wa kuzungumza kwa upole na ukarimu, mwenye kujua kwamba mpenzi wake anapokuwa na mawazo, yeye anajua kwamba anataka nini, awe anaweza kumbembeleza na kumuhendo. Hapendi mpenzi ambaye mwenye kuongea sana au mkorofi au mkatili. Anapenda mpenzi ambaye atakayeishi maisha ya dunia kama anaishi pepuni au mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Ni mtenda haki na ni mtafuta haki za watu wengine. Mtu huyu hujaribu kupiga hatua zake kusogelea makundi ambayo ni vipenzi vyake. Kama ni mwanaume, kusogelea wanawake, na stori zake nyingi zitakuwa pamoja na wanawake, na anapokuwa karibu na wanawake au anapendwa na wanawake, mambo yake yote huenda vizuri. Ataona wanamsogelea ni wanawake wake za watu, wanawake ambao ni wenye vyeo, wenye mali, wanawake wenye heshima, wakimtaka yeye. Mtu huyu mara nyingi huwa hatongozi, anatongozwa sana, au anaoneshwa vimelea vya kutamaniwa. Ikiwa ni mwanamke pia, wanaume wenye heshima, wenye mali, wenye cheo, waume za watu, watu wenye umri mkubwa, wenye hekima, humsogelea sana mwanamke huyu na utamani kumsaidia. Wengine huweza kumpa tu na wakashindwa kuzungumza chochote au wasimwambie chochote, wakawa ni marafiki wa kudumu na wakatamani kupigana kuliko wanapopigania familia zao, wakampigania ili kuweza kupata kumpa msaada na kumfanya kuwa katika nafasi ya juu. Nyota hii ikitawala sehemu, kila mmoja ataiona neema yake, ataona ushindi wake, ataona mafanikio yake kutokana na nyota hii. Hii ni nyota katika nyota zenye nguvu, nyota zenye bahati, nyota zenye kuweza kumiliki mali kwa 100%, nyota ambazo zinatembelewa na bahati ya kila kitu. Ni mtu ambaye hawezi kukaa na mwanamke mmoja au kukaa na mwanamume mmoja, kwa sababu yeye anatafutwa na yumba. Ili aweze kudumu na mtu mmoja, ni lazima adhibitiwe, akingwe. Maana yake yeye sio mtamaniaji sana, lakini atatamaniwa sana, na ataoneshwa vishawishi, na atapewa kila aina ya misukosuko ili mradi aingie katika 18 za watu wengine. Ukiwa na nyota hii, wewe tambua ni mtu ambaye utakuwa na uzazi, hasa uzazi wako mwingi utakuwa ni uzazi wa watoto wa kiume na wa kike katika usawa. Lakini unapozaa uzazi wako, watoto wako wengi wanazaliwa wakiwa ni wazuri katika utoto, na hao huandamwa sana na watu wabaya. Aidha utazaa watoto ambao ndani yake wanakuwa wana nguvu fulani ambayo inaweza ikawazuia watu wabaya wasiweze kuwanga, wasiweze kufanya matukio katika hiyo familia. Hivyo utakuwa unaandamwa na watu wengi tofauti, na wanaokuja karibu yako ili kuomba msaada wanaweza kutumiwa ili kukudondosha usifike na usitimize malengo yako. Ewe mwenye nyota ya Sultanul Qamar, jilinde na ujielewe. Hakikisha unakuwa msafi, una manukato ya peke yako,
usiwe ni mtu wa kuchanganya marashi na vitu vingine. Utajikuta kuwa na majanga makubwa, kuchukiwa na watu, kutokupendwa na watu. Utakuwa ni mwenye kukata tamaa na mwenye kulia usiku na mchana, heti umerogwa. Utakusanya maadui kutoka sehemu mbalimbali, na ndipo watakuja kuongeza tatizo juu ya tatizo. Kwa ufupi, niishie hapa nyota hii ya Sultanul Qamar. Utafata namba za simu zinazopita hapo chini, kisha utawasiliana na ofisi ili uweze kukupa utaratibu mwingine, namna ya kuweza kuijua nyota yako wewe na kuangalia namna gani ya kuweza kutatua, namna gani ya kuweza kuishi, kitu gani kilichokuzuia usifanikiwe, na kwa nini unaishi katika maisha ambayo sio halisi ya nyota yako, na aliyakuwa nyota yako ni ya daraja la juu sana kuliko nyota zingine zote unazozijua. Basi mlikuwa na mimi Alhabibi Tabibu Sheikh Sultan Almasi Mbogo, Rohan, mtoto wa Kohani, mjukuu wa Burhan. Niseme wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.